Sasa kiungo bana, kiungo Faisal Salum Feitoto anakwenda kumaliza mkataba wake na matajiri hao wa Chamazi na taarifa zinasema mara baada ya kumbakisha Florent Ibenge pale Chamazi, anayefuata hivi sasa ni Faisal Salum Feitoto na tukumbuke pia tetesi zinamhusisha nyota huyo kujiunga na klabu ya Simba kwa msimu unaofuata kwa maana ya 2026-27. Sasa kiu ya Faisal Salum kwa sasa unahisi pesa ama ni mataji? Juma Shabani. Kwa mpaka hivi sasa Faisal alipofikia. Wanasema ikitokea mbugani, si ndio? Wakabaini kwamba simba amemla binadamu, watakachokifanya yule simba kumtafuta ili wampoteze juu kwa juu, kwa sababu yule simba baada ya kula nyama ya binadamu hata wawinda tena wanyama wengine, kwa sababu moja tu, nyama ya mnyama wa kawaida haina chumvi, lakini nyama ya binadamu ina chumvi. Kwa hiyo kitakachokuwa kinamvutia zaidi yule simba ni kutafuta ile nyama ambayo yenye chumvi. Faisal alishapata mafanikio akiwa na Young Africans kwa maana ya kushinda ubingwa wa ligi, lakini pia kuweza kushinda ubingwa wa kombe la FA. Lakini kama kwa msimu huo tena Faisal sijui, lakini kama ilikuwaje hapo, kwa sababu tumeona kwa upande wa Vipers baada ya msimu kuweza kutamatika, Vipers walimpa tu medali yake Alan Okello wa ubingwa, na amecheza nusu msimu tu, lakini wametambua na wameona ile thamani ya kila ambacho amekifanya pale. Lakini kwa Young Africans pia Faisal alicheza nusu msimu, kwa sababu huu mgogoro ulianza kutokea mwezi wa 12 na ni baada ya Yanga pia kuingia kwenye hatua ya makundi kwa mara ya kwanza. Na kwenye hiyo mechi ambayo Young Africans wanaingia kwenye upande wa hatua ya makundi, kwenye eneo la kiungo alikuwepo Salum Abubakar Shwaboy, Khalid Aucho pamoja na Faisal Salum. Stephane Zikia anaingia kipindi cha pili, anaenda kuscore hilo goli. Kwa hiyo katika wachezaji ambao pia wameifanikisha pia Young Africans kuweza kuingia kwenye hatua ya makundi, na Faisal naye alikuwepo. Kwa hiyo kiutaratibu pengine Young Africans wangeangalia namna pia kumpa medali ya mshindi wa pili kwenye michuano ya kombe la shirikisho. Kwa hiyo ameonja hizo testi ambazo kama mchezaji ambazo anatakiwa kuwa nazo. Lakini kwenye upande wa fedha, kadiri unavyoitafuta pesa na inavyozidi kuwa nyingi zaidi, ndivyo ambavyo unavyopambana kuhakikisha kwamba pesa yako haifanyaji, haipungui. Na tukiona kwa upande wa Faisal, kitu cha kwanza itakuwa ni pesa, alafu kitu cha pili itakuwa ni sehemu ya hayo mafanikio. Sidhani kama anaweza akahitaji zaidi mafanikio kuliko pesa. Kwa cha kwanza ambacho kama kuna timu ambayo inaweza ikamconvince Faisal sasa hivi, cha kwanza lazima muende na mzigo mezani. Haya masuala kwamba sisi tunakuhitaji tushinde ubingwa wa kombe la Afrika, nadhani itakuwa ni kitu cha ziada, kwa sababu anapoenda kusaini mkataba anajiangalia yeye kama yeye. Cha kwanza mafanikio ya timu yanakuwa ni baada ya makubaliano hayo. Na Fei nadhani ana sehemu kama 3 ambazo anatakiwa kuweza kutuliza akili. Sehemu ya kwanza ndo hawa Azam FC, lakini sehemu ya pili Simba wamekuwa wanahusishwa naye sana. Nadhani hili itakuwa ni dirisha la 3 la Simba Sports Club wakimhitaji Faisal Salum. Lakini kama wiki 2 tulishe kumsikiza pia Nabi alifanya moja kati ya interview akasema kwamba bado anatamani kuweza kufanya kazi na Faisal Salum. Wakati anazungumza hivyo, tukumbuke ni Nabi ambaye alikuwa bado hajapata timu. Kwa sasa hivi tunavyomwona Nabi yuko ndani ya kosi cha Raja baada ya Fadlu kuweza kuondolewa. Na mechi ya kwanza ya kocha Profesa Nabi alienda akatoka sare ya 1-1. Na baada ya mechi aliweza kuzungumza akasema kwamba kinachoendelea sasa hivi ameona kuna tatizo kwenye eneo la ushambuliaji. Na hawa washambuliaji wanakosa huduma bora ambayo wanatakiwa kuipata kutoka kwa viungo. Tahadhari aliyoitoa ni mashabiki tu kutokuwa zomea hawa wachezaji. Kwa hiyo kuna hicho kitu ambacho Nabi ameingia mechi ya kwanza ameenda kwenda kukiona. Sasa ili washambuliaji wa score kwa wingi, lazima wapate mpisha ambaye anaweza akawa na rahisisha hizo shughuli. Lakini kwa upande wa Faisal sio kutengeneza tu assist. Tumeona amejipambanua, ana uwezo pia wa kufunga magoli. Kwa hiyo ana hizo chance 3 ambazo anatakiwa kuweza kuangalia ni sehemu gani ambapo anaweza akaenda kwa ajili ya msimu ujao zaidi. Lakini kwa mimi kama ningekuwa sehemu ya ushauri, ningemshauri sasa ni muda wa yeye kwenda kutafuta changamoto nyingine nje ya mipaka ya Tanzania. Mkenge, ni ngumu kwa Faisal kuchagua kati ya Simba na Azam FC kwa hivi sasa? Inategemea, unajua kwenye maisha kuna kitu kimoja, kuna watu wanavyokusemea na kuna moyo wako unavyosema. Hivi ni vitu tofauti.
wanachokisema watu kinaweza kuwa kitu tofauti kabisa na moyo wako nini unasema. Mimi nafikiri Faisal bwana yuko hapo njia panda ya kwenda kuzimu au ya kuwa malaika. Nakwambia kwa sababu Juma amezungumza hapa. Kuzimu ni wapi na kwenye malaika ni wapi? Kuzimu sijui tuiwekeje, lakini sio sehemu nzuri. Malaika ndo sehemu ambayo ni nzuri. Ambao ndo wapi? Ndio wapi yani? Mimi nataka kujua tu kuzimu ni upande gani na malaika upande gani? Ndio maana aliopo au unaumuhitaji. Ielewe kauli yangu ya kwanza nilosema. Inategemea kwanza watu nini wanasema, mioyo yao. Lakini pia kati wao wana mioyo yao. Wewe mchezaji mwenyewe binafsi una moyo wako. Uulize moyo wako labda. Kwa hapo kuzimu. Ndio maana akasema yuko njia ya panda ya kwenda kuzimu na njia ya panda kwenda kuwa malaika. Juma amezungumzia vizuri issue ya Professor Nasreddine Nabi ambaye amekuwa na mahusiano mazuri kabisa na Faisal, na Nabi ndiye mwalimu aliyemtransform Faisal kumtoa kiungo cha ukabaji na kumpeleka kama kiungo cha ushambuliaji. Yes. Na imekuwa ikimlipa. Kwa sababu mimi nakumbuka mpaka Nabi yupo Faisal yuko Yanga, kuna yule mnani Mwambusi na Imelaki Luka Emel. Zahela pia walikuwa wanamtumia zaidi Faisali chini, lakini Nabi ndio akaja akamtoa pale, na nafikiri Nabi ndio kama amemfungulia dunia Faisal kuwa anachokitaka. Kama kweli na yenyewe Raja wanamtaka Faisali, kwa sababu hapo kuna Raja, kuna pesa zao, alafu katikati pia kuna Nabi. Sio, umeelewa? Kuna Raja, kuna pesa zao, lakini pia kuna Nabi. Nabi ni kitu kikubwa kuliko Raja wala hizo pesa. Kwa sababu je, walimu wakimtaka mchezaji kama mchezaji labda ana bondi naye, ni rahisi kumpata. Anawasiliana naye yeye mwenyewe. Sio bwana amwambie fulani nitafute wala nisikilize Juma, kuna hiki na hiki na hiki na hiki. Na hapa katika timu hii mimi nitakuja kutumia katika namna hii namna hii namna hii. Mimi nimeona jana Marco Alonso Alonso Kukulela amesema nilipokuja ofa Madrid anasema kwake kilikuwa ni kitu kigumu, moyo wake unasema. Lakini muona juzi Terry kambomoa, Drogba kambomoa, mioyo yao ndio inasema hivi, mioyo yao inavyosema. Lakini moyo wa Kukulela anasema nilipokuja ofa Madrid kaambia jamani, acha hii Madrid. Kwa hata Faisal mwenyewe yuko njia panda. Yuko njia panda kwa maana kwenda Morocco. Lakini tuseme tu kama ni pesa, si ameshazivuna za kutosha? Pesa? Si ameshazivuna za kutosha. Pesa haitoshi. Haitoshi? Pesa kisha kutosha. Lakini si hata Simba si atapata pia. Kwani Faisal anatoshwa na Simba? Si ndio? Kuna kitu kimoja. Kuna kitu kimoja. Na huko na ubingwa pia. Kwa sababu ngoja nikwambie. Ukisema sasa hivi Simba iangalie kwenye ubingwa wa Afrika, mimi sioni kwenye misimu hii miwili. Kwangu mimi sio Simba wala sio Yanga. Yaani kwenye hii misimu miwili mitatu siwaoni kwenye upande wa ubingwa wa Afrika. Lakini unapoizungumzia timu kama Raja, yani kwenye misimu miwili unaiona kwenye ubingwa wa Afrika, kwa sababu ukiangalia msimu wa mwaka juzi tu wametoka kushinda, hapa katikati walikuja kupitia upepo mbaya baada pia kushindwa kuweza kushiriki mashindano ya kimataifa, lakini wameangalia, wamescout ni mwalimu yupi ambaye anaweza akawatoa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na pia unaangalia historia ya taifa lenyewe husika ambalo mchezaji anatakiwa kwenda kuchezea. Ni mataifa mawili tu ambayo yameonekana kuweza kudominate ya mashindano ya CAF, kwa maana ya Morocco pamoja na Misri. Misri tunaanza kuwatoa kwenye misimu hii miwili ya hivi karibuni, na hapo ni baada sio miwili, nadhani msimu huu tu pekee, kwa sababu msimu uliopita Pyramids alikuwa bingwa. Kwa bado na yenyewe ni sehemu ya taifa ambalo lina dominate ya mashindano. Morocco kuna season walishe kuchukua CAF Champions League, wakaja wakachukua kombe la shirikisho ambalo alichukua nani? RS Berkane. Lakini walikuja wakachukua pia CAF Champions League kwa upande wa timu za wanawake. Kwa hiyo naiona pia historia ya taifa la Morocco namna gani ambavyo wamewekeza kwenye haya mashindano makubwa. Kwa hiyo unapoizungumzia Raja ni miongoni mwa timu kubwa nchini Morocco. Ni kama vile unavyowataja Simba, unavyowataja Yanga kwa upande wa kule. Yaani Wydad, Wydad, Raja, ukisema Raja, ukisema Simba na Yanga nao kubwa katika level hizo,
malizia hapa kwa hapa Tanzania. Yes. Kwaona zile pia nazo na zizungumza katika ukubwa huo kwenye taifa la Morocco, na sio Morocco tu, kwa sababu hata sisi tutakapo, kwa mfano msimu ujao tunaenda kwenye CAF Champions League. Leo ukisikia Simba au Yanga kapangwa na Raja, yani tayari tunaanza kupiga ramli huku, tupapatue kule, tukapaki basi tutoke sare. Mimi nafikiri tusubiri na tuone upande upi ambao utashinda, kama ni Azam FC kuendelea kubaki na Faisal ama Faisal kutimkia kwa wekundu wa Msimbazi kama ambavyo tetesi zinamhusisha. Sasa wakati pia Faisal akihusishwa na Simba, ulisema nani? Jana ulikataa Msuva kuitwa gwiji, ni mwite nani? Mwandamizi Simon Epigodi Msuva amezitupilia mbali Simba na Yanga, yeye mwenyewe akisema kwamba hana huo mpango wa kurejea kwenye hizi klabu. Sasa ninukuu kwa uchache kwa kile ambacho amekizungumza. Simon Msuva anasema familia yote ya mzee Msuva ni Simba. Ni kweli. Mimi niko kikazi, sio Simba wala Yanga, ila tu mafanikio yangu yoyote ni kwa sababu ya Yanga kuitwa timu ya taifa mpaka nje ya Tanzania ni kwa sababu ya Yanga. Nimeshamaliza mkataba wangu, niko mapumziko, nina baadhi ya ofa kutoka Uarabuni. Kwa sasa bado sana sijafikiria suala la kurudi Tanzania, hata nikirejea nitaangalia pesa kwanza. Simba na Yanga zinamhitaji Msuva, yani zinamhitaji kiasi hicho Msuva kwa hivi sasa, lakini pia tukiangalia kwenye anga za kimataifa, kwa maana michuano ile CAF, anaweza kuisaidia Mkeenge, anaweza kusaidia vizuri tu. Sai bwana, katika hawa wachezaji wa kizawa ni miongoni mwa wachezaji bora kabisa kuwahi kutokea katika nchi, kwa sababu mweke hapo Samata chini na kuja Sai, watakuja kina Nova na wengine. Sai ni mchezaji ambaye inawezekana Nova anaingia daraja hilo. Ndo maana kwenye kategori Sai nani, Captain Popa, Sai, Nova, wengine wakina Fei mbao hujamweka hapo. Fei hujamweka. Fei hajavuka. Mzee wangu, Fei kacheza wapi? Kwa maana ya wachezaji kutoka nje ya mpaka wa Tanzania, si ndio? Mzee wangu vipi? Okay. Fei katoka Chamazi kaenda zake Jangwani, katoka Jangwani kaenda kwa Zanzibar kavuka maji. Lakini ukija kwenye quality, umweke Fei na Nova. Mzee wangu. Hata kwenye market. Yaani umfanishe Fei na Nova. Kwenye quality sijazungumzia kwa marketing. Hata kwenye quality yenyewe. Fei na Nova. Juma bwana. Fei na Nova. Hapo siingili. Faisal na Nova. Faisal na Nova. Juma rafiki yangu. Hapo siingili. Kaka, mtu kwa ligi kuu ya Uturuki ule. Au unafikiri Uturuki kafika kwa uongo? Uturuki ambao kwenye maisha kuna kitu kinachoitwa bahati. Bahati ambayo subiri, ambao Fei yana. Inawezekana au inawezekana ni swala la muda. Ni Nova huyo aliyetuambia kawatafutia nafasi wachezaji zaidi ya 20 wa Tanzania. Kwenye wachezaji Fei hayupo. Hakutaja. Ndo yani tuzungumze sasa mimi na wewe. Kuna wachezaji 20 wa Tanzania. Fei hayupo. Mimi sasa Juma, fanya kitu kimoja. Inawezekana kawepo, lakini pia inawezekana asiwepo. Mbali na kwamba pia Nova hakutaja, lakini ipo mifano ya waziwazi ambayo tetesi zilikuwa zikizungumza kama kina Mzize hao, kina Ajibu wakati ule kwamba ofa zinaachwa, wanabaki Simba na Yanga. Mimi kuna kitu kimoja. Naheshimu sana alichokifanya Samata. Sawa? Lakini leo ukisema uniwekee Samata na Ibrahim Ajibu kwamba nani ambaye atakiwa juu zaidi ya mwenzake, kwa mimi nitakwambia ni Ibrahim Ajibu. Sawa, lakini hakuwa na hiyo bahati ya kuweka maoni yako hapo.